swali langu la kwanza kama ulivyosema mwenyewe, tueleze historia ya utumwa na nini hasa na je, kwa nini swala muhimu katika dunia ya sasa? Hii historia ya utumwa hakuna siyejua, wala si swali ambalo unaweza kukaa ukamuuliza mtu likambabaisha. Historia ya utumwa maarufu inajulikana. Kuna transatlantic slave trade, kutoa watumwa wa Afrika Magharibi kupeleka Amerika, na hii ambayo ndio wanaipenda sana watu, utumwa wa Waarabu Zanzibar. Hizi ndio historia mbili za utumwa zinazopendwa na watu. Naam. Wa Waingereza kule unafunikwa. Afrika, Ulaya, Caribbean na hata Amerika. Caribbean wa Haiti unatajwa sana. Wa Amerika sasa hivi wa Haiti unatajwa sana, ambao hautajwi sana ule utumwa uliofanywa na Uingereza. Usikii sana. Na huu wa transatlantic wa Marekani mpaka sisi wa Afrika wenyewe tuuseme ndo unasema sana. Lakini huu wa Waarabu, wa Omani, wa Zanzibar, kila uchao uko mdomoni. Ndio nikasema pale mwanzo, basi utabidi nistahimilie Bi Halima. Naam. Na kusikia japo sauti sikusikii vizuri. Pole sana. Lakini umesema kwamba nakusikia kwa mbali kwa hii sauti, lakini anatumia umejibu vizuri. Utasema wewe utaponisikia inshallah. Nimesema historia ya utumwa ilikuwa maarufu ni hii historia ya utumwa ya Waarabu, Omani, Zanzibar, walichukua watumwa wakapeleka Arabuni. Lakini hii historia ya cross Atlantic ya watumwa walichukuliwa Afrika Magharibi kwenda Marekani, si mara nyingi utasikia inatajwa. Hilo ndio nilosema. Naam, katika historia. Naam. Kwa hiyo historia ya utumwa mara nyingi inatajwa ni ile ya Waarabu. Dakta. Kuchukuliwa kwa huko Afrika Mashariki, tunazungumzia sana ile ya Zanzibar. Kutolewa katika nchi zetu za Afrika Mashariki kupelekwa Arabuni. Naam. Na ile ya ule Ulaya wale ambao wametoka Afrika Magharibi kwenda Marekani. Naam. Na hiyo haizungumzi. Na hata ukienda hapo Arabuni, hawa watumwa huwaoni. Watafuta Arabuni, nenda Qatar, nenda Bahrain. Kwa mujibu wa historia ambazo tunasoma, wanasema kwamba tarehe kama ya leo, mwezi kama leo tarehe 23, hii tunarekodi kwa ajili ya kesho. Naam. Tarehe kama ya leo 23 Agosti mwaka 1791. Naam. Ile ilikuwa kwamba kulitokea maasi huko Santo Domingo, ambapo sasa hivi ni Haiti. Naam. Na Jamhuri ya Dominica. Naam. Ambayo ndio yani vuguvugu ile la uhasi watumwa wakachukua nchi. Naam. Na wale ambao walikuwa wakiitwa watumwa ndio waliosababisha yote hayo. Naam. Kupigania uhuru. Naam. Ndio maana hii siku ikawekwa historia kutokana na ile vuguvugu iliyotokea wakati ule. Naam. Sasa ndio maana tunaangazia kwa kugusia sana nchi hizo. Kwa sababu bila shaka ndio katika hizi nchi zetu kwa pwani ya Afrika Mashariki tunazungumzia sana Arabuni, lakini historia ilikuwa inaangazia yale yaliyotokea Dominica. Naam. Na tukumbuke katika historia kwa upande ule wa Afrika Magharibi, nchi zile vijana watu wengi waliathirika pale kwa kupelekwa utumwani katika bara la Amerika na visiwa vya huko kama visiwa vya Caribbean. Naam. Sasa kwa kuangazia ile na kwa kuangazia huku kwetu tunasema jamii za Kiafrika ziliathirika vipi na utumwa. Kwa maana utumwa kwa Afrika kwake ni kwa umewatoa watu kwao, umechukua ile ndio tunaweza kusema nguvu kazi, umepeleka nchi nyingine, na kule kwenda kuwatumikisha watu bila kuwapa mshahara. Inakuwa nyie mliochukua watumwa mnafanyiwa kazi bure. Dhuluma kubwa kabisa hii. Naam, Bi Halima. Unadhani madhara ya utumwa, bila shaka kuna utumwa mambo leo, lakini yale madhara ya ule utumwa wakati ule aidha utokee katika nchi zetu hizi kwa watumwa, kwa ndugu zetu ambao walikuwa wanapelekwa Arabuni, au kwa nchi za Afrika Magharibi walikuwa wakipelekwa Marekani na
Caribbean, changamoto zake zinashuhudiwa mpaka hii leo? Bi Halima, bado umekamata kuwa watumwa kipeleka Arabuni. Nenda Arabuni katafute watumwa kama utawakuta. Changamoto zimekwisha kutoka mwaka 1700 mpaka leo. Hizo ni karne ngapi? Karne 3 hizo, 4 zinakwenda. Watu wamesahau habari hii. Ukiona naletwa swala la utumwa leo, basi lina maana maalum. Watu wanalifanya hili kwa maslahi yao. Kwa nini hatuzungumzi kulipa fidia? Nani atakujua historia ya utumwa? Ni pale mwanzo, hakuna sijua. Tuzungumzie kulipa fidia kwa yale ambao Waafrika walifanyiwa katika zile nchi ambazo walichukua watumwa. Hilo ndio muhimu, Bi Halima. Hello? Na ni athari zipi za biashara ya utumwa ambazo zinaonekana katika jamii za Afrika na watu wenye asili Afrika duniani? Kubwa ni propaganda. Kuna watu wameuliwa kwa propaganda tu, kwa hawa babu zao walifanya sisi watumwa, sasa tunalipizia kisasi. Lakini hii huwezi kusikia ikizungumzwa Amerika, wala huwezi kusikia ikizungumzwa Uingereza. Wenyewe wametaka radhi kwa ile jambo tulilofanya, halikuwa jambo la kibinadamu. Na zaidi, makanisa yenyewe yalishiriki katika biashara ya utumwa. Waingereza walikuwa na mashamba ya miwa huko Caribbean yakiendeshwa na watumwa. Haya ndio tuzungumze. Basi kama tunataka kuzungumza, tulizungumze hili. Tusizungumze jambo ambalo halipo la Waarabu kuchukua watumwa kuwapeleka Omani. Tusizungumze hili. Naam. Naam, Bi Halima. Sasa naomba nikusumbue samani, studio sasa hivi ina nafasi, ngoja niende kule na kupigia tena, tukakisha kupigia baada ya dakika 2 hapa, maana sikusikii vizuri. Haya, asante.